Kuna tofauti sana kati ya mtu na nafasi. Nafasi inaweza kumfanya mtu kuwa mkubwa na nafasi inaweza kufanya mtu kuwa mdogo. Yaani nafasi inaweza kumfanya mtu akawa mkubwa, afu na nafasi inaweza kumfanya mtu akawa mdogo. Yaani tafsiri ya kwamba mtu anaweza kusema mkuu wa mkoa ni mkubwa kwa nafasi, mkuu wa wilaya ni mdogo kwa nafasi. Lakini mtu anaweza kaifanya nafasi ya ukuu wa wilaya au nafasi ya ubunge ikawa pia ni kubwa kwa matokeo ya tabia yake. Kwa hiyo it's not about the position, it's about the character of the person who hold that position. Kwa Makonda ukimtazama alipokuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni au ukamtazama alipokuwa rais wa vyuo vikuu Tanzania, utaona kuna vitu alivyovifanya vikubwa katika nafasi ndogo. Alipokuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni utaona kuna vitu alifanya vikubwa katika nafasi ndogo. Alipokuwa mkuu wa mkoa utaona hivyo. Alipokuja kuwa mwenezi utaona. Alipokuja kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha unaona. Kwa hiyo kumbe si swala la nafasi. Na ndio maana kila Makonda akienda mahali anasema kwamba hivi kumbe nafasi ni kubwa kiasi hiki, kumbe nafasi ina heshima kiasi hiki, kumbe nafasi hii unaweza kufanya hivi. Swala sasa hapo nakuja sio nafasi. Hata kwenye ubunge Mwenyezi Mungu akiridhia kupitia chama changu nikapata ridhaa, tutawaonyesha pia ukubwa wa nafasi ya ubunge. Na ndio maana anasema ubunge sio mtu, ni taasisi. Sasa ukiwa na mentality ya kuiona ubunge ni taasisi sio mtu, ndio ukubwa utakapokuja kuona hapo. Haikuishia hapo. Makonda alieleza sababu zake za ndani ambazo watu wengi walikuwa hawazijui kwa nini alichagua kugombea ubunge katika jimbo la Arusha mjini, jimbo ambalo baadhi ya watu walikuwa wakisema kuwa Makonda sio mzawa wa Arusha. Kwa Makonda maswali haya sio mageni kwake na hajawahi kukosa majibu. Msikilize. Fahamu tu kwamba mimi Arusha niko zaidi ya miaka 15. Nina mtoto wa Arusha ambaye ndio amenifikisha hapa. Kwa hiyo kama kuna mafanikio yote Makonda nayo, huwezi kumsahau mke wake Maria, ambao ni zao la hapa Arusha. Kwa hiyo Arusha ina mchango wa mafanikio yangu. Inawezekana nafasi ya mwaka mmoja kwa sababu ya kuonekana kushika nafasi ya ukuu wa mkoa, lakini si kuishi na kuwa sehemu ya wananchi wa mkoa wa Arusha. Jambo la pili, muda haupimi kiwango cha mafanikio. Unaweza kukaa sehemu miaka 20 lakini usio na matokeo. Ni kama kwenye mahusiano. Umlazimishi mtu akae na mtu miaka 10 ndio waoane. Wakikaa mwezi mmoja wakaliziana wanaweza kuoana. Ziko ndoa ambazo ndani ya mwezi mmoja wamekubaliana wakapendana wakaoana, zikawa bora zaidi kuliko waliokaa miaka 7 wanachunguzana kwenye uchumba. Time does not determine the success of anybody.